Mchezo kati ya KMC FC dhidi ya Young Africans umetamatika katika dimba hili la KMC Complex na Young Africans kapata ushindi wa goli moja bin sifuri, goli pekee lilofungwa na Starboy Alan Okello. Na tuko na official mume hapa kwa ajili ya kujadili dakika 90 zilikuwa za namna gani kwa Young Africans mpaka kipindi cha pili ndipo wakahakikishiwa kwamba mechi hii tunaondoka na alama 3. Official mume, uko vizuri? Niko vizuri. Uko njema kabisa? Niko njema kabisa. Mechi ilikuwa tafu kwa upande wangu. Mechi ilikuwa tafu kwa upande wa Young Africans. Hatukutarajia kama itakuwa au itamalizika kwa goli moja bin sifuri. Tulitarajia magoli mengi kulingana na nafasi ya KMC na nafasi ya Young Africans. Ugumu ulikuwa wapi zaidi kwa upande wako? Kwanza tunashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu amejalia kwamba timu yetu imetoka bila majeruhi, wachezaji wametoka salama. Lakini kwamba mechi mbili za dabi zimefanya wachezaji kuwa fati kidogo, yani kwamba misuli lazima ikakamae kwa sababu tumecheza mechi mbili mfululizo za dabi, hususan Zanzibar, Meja Samuyo, na hii hapa ni ya tatu ndani ya wiki, yani zinafuatana mechi kwa siku tatu. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Kwa hiyo kama una timu wala una kikosi kikubwa kipana, unaweza kupoteza mchezo kwa sababu mechi zinakuwa ni ngumu na wachezaji wetu wanakuwa wamechoka kwa sababu tumecheza mechi za nguvu mbili mfululizo. Hatujawahi kucheza mechi kama zile za dabi tangu dunia iumbwe. Hatujawahi kucheza dabi ndani ya siku 3, hatujawahi kabisa. Lakini mechi ya dabi mwenyewe unajua inakuwa ni ngumu sana. Hususan leo angalia hata Simba watakavyocheza. Mechi lazima itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa hii mechi tuliocheza kupata alama 3 ni kitu cha kumshukuru Mungu kwa sababu kitu kingine KMC nao wanataka kushuka daraja. Kwa hiyo wao lazima nao wang'ang'anie matokeo, wapate matokeo kwa sababu kushuka daraja sio kitu cha mchezo. Kupanda timu ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo unapopata katika ligi kuu lazima usimame, unaposhuka kupanda inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo lazima ung'ang'anie sehemu uliokuepo. Kwa hiyo KMC kwa ujumla leo pia naye amecheza vizuri. Ila kwamba nimshukuru mtoto Alan Okello mwenye miaka 19 anakufunga huko anakuamkia, amefanya kitu bora kabisa. Pesa aliyotoa Elsi kwenda kule Uganda imerudi kwa sababu hili goli ni goli la dhahabu, ni goli la ushindi, ni goli la points 3 ambaye Alan Okello leo anakuja kuwa kama ni Nyerere katika taifa la Tanzania. Ameiokoa taifa leo huyu Alan Okello. Amefunga sehemu muhimu na goli muhimu. Cha kumshukuru Ellis kwa kumleta mtoto Okello, na Okello naye tunamshukuru kitu alichotupatia. Ni nini ambacho kilishindikana kwa Young Africans dakika 45 za mwanzo kujihakikishia ushindi? KMC alikuwa amecheza nyuma wengi sana. Kwa hiyo alikopo Yanga alikuwa anategemea mipira kupiga kati. Mipira mingi anayopiga kati inakutana na mabeki wa KMC. Wanavyopiga pale inababatiza. Na goalkeeper wa KMC ni goalkeeper bora, ni mzuri, namfahamu. Ni goalkeeper mzuri sana mwenye kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo hata ikienda kwa goalkeeper anadaka. Unakuta shot on target nyingi sana zimefanyika. Kwa hiyo ni ubora wa goalkeeper na ubora wa KMC kwa siku ya leo. Nadhani kwamba KMC atakavyocheza mpira wa design hii hatuweza kushuka daraja kwa sababu ana mechi takriban 7 katika uwanja huu wa KMC zinakuja hapa. Kwa hiyo nadhani kwamba katika pointi zake alizozipata akipiga mtu hapa mara 7 anakuwa na pointi 21, anakuwa yuko mbali. Kwa hiyo KMC anaweza akawa asishuke daraja kwa mpira aliokuwa anaucheza, na amecheza na timu kubwa japo timu yetu sisi ni imechoka, imecheza double, lakini nasema kwamba KMC nayo ni timu nzuri na ni timu bora na inawezekana kwamba isishuke daraja katika mpira aliocheza leo KMC. Starboy Alan Okello anauhakikishia Young Africans ushindi katika mchezo wa leo. Alama 3, goli pekee limeipa alama 3 Young Africans. Pengine Alan Okello ameibuka leo nyota wa mchezo. Nini ambacho ungependa kumzungumzia Alan Okello na namba ambazo anazitengeneza kwenye NBC Premier League mpaka hivi sasa? Alan Okello ana goli takriban 3 katika NBC na assist kama 6 hivi. Ni mchezaji ambaye anakuja kwa moto sana, ambaye mara kwanza alikuja watu walikuwa wanambeza kwamba ligi yetu haiwezi. Kwamba kumbe ligi hii sio kwamba unatumia nguvu nyingi kama kubeba matofali. Alan Okello anaweza kusababisha kuona wewe mpira rahisi kwa sababu anacheza kama vile ana smile muda wote. Yaani anacheza kama mpira sio shida. Unakuta anapiga vile anavyopiga Alan Okello unaweza kusema anapiga kimasiala, lakini matokeo yake unaona goalkeeper goli. Anadondoka chali goli. Ni Alan Okello niseme kwamba huyu Starboy yani katika miaka hii namkumbuka kama Mrisho Alpha Ngasa, ni mchezaji ambaye anacheza ni kaliba ya huyu hapo uwanjani na alikuwepo, kwamba vimo vyote ni sawa, hata mandhari yao ya kufuga nywele na kila kitu ni sawa na uchezaji ni sawa.
Namkumbuka Starboy wetu Mrisho Alfan Ngasa, na anakuja staili kama ya huyu mtoto. Huyu mtoto anaenda staili kama ya Alfan Ngasa. Nadhani msimu unaogeuka huyu mtoto anaweza kupata goli takriban hata 10 anaweza kupata, kwa sababu anacheza katika staili ambayo sasa hivi ameshaizoea. Joto la Dar es Salaam ameshalizoea, na uzuri Starboy huwa atoki katika maklabu, huwa anafuatisha staili za Yanga zinavyotaka. Aendi kwenye maklabu, hutomkuta kwenye maklabu, hutomkuta kwenye makasino, hutomkuta na shangazi. Yeye anafuatisha sheria zile zile za soka, na ndio maana unamwona Starboy alivyokuja, na sasa hivi kiwango kimezidi. Huyo ndi Starboy. Ukimwelezea Starboy mpaka giza linaingia, humalizi sifa zake. Ni mtoto mdogo ambaye anakufunga huku anakula Big G na anawamkia. Nilistuka ile siku ya mechi tuliocheza pale, Meja Samuyo alikuwa ameanza kuamkia Chama, shikamoo Chama, shikamoo sijui nani, Elbasage, shikamoo, tukamwambia usiwamkie, au japo ni wazee wewe usiwamkie. Lakini ni mtoto mdogo ambaye baadaye katika taifa hili la Tanzania litatoa mtu anaenda kucheza Ulaya. Huyu Starboy tufikisha miaka 2 hapa ataenda kucheza Ulaya, na sisi tutajisifia kwamba alicheza ligi yetu ya Tanzania. Starboy hakuna kama Starboy. Labda tu nikwambie ndugu yangu Bongo TV kwamba jivunie kupata klipu za Starboy. Usidownload, piga picha ya mwenyewe, utakuja kuweka kumbukumbu katika maktaba yako. Ni mtu ambaye ni hatari. Kama Tanzania tunajilingia na Nyerere, huyu ndo Nyerere. Katika soka ni Mrisho Ngasa, amezaliwa upya huyu. Huyu ni Mrisho Ngasa, mzimu wa Mrisho Ngasa. Starboy ni mzimu wa Mrisho Ngasa. Eric Mwijage, katika dakika 45 za mwanzo kuna tukio lilitokea kwenye box la Young Africans, yeye dhidi ya Boka. Yes. Wewe ulitazamaje? Ilikuwa ni penalty ama referee yuko sahihi? Unajua referee amechezesha staili ya Kenya, kwa sababu kama hakutoa penalty ni staili ya Kenya. Refa yule na alishika mtu hadi na mkono, alipigwa kanzu mtu hapa wa KMC akashika kabisa na mikono, lakini hakutoa hata kadi ya njano. Kwa hiyo niseme tu marefari nao binadamu, kama amekosea basi tafsiri vipi hilo tukio? Ilikuwa ni challenge tu, so penalty. Challenge tu, fair play tu. Tumeiona sababu ya Yao Kwasi Atola. Maeneo nilokuwa nimekaa, maeneo ya uwanja hapa, mashabiki wengi wa Young Africans walishika vichwa wakasema hii haiwezekani, haikustahili kuwa hivyo. Kwa upande wako, sababu ya Yao Kwasi Atola kwako ulivyoiona, ulikuwa unafikiria nini na ukamtazamaje Pedro Gonçalves, kocha wa Young Africans? Yao Kwasi ni mchezaji ambaye ni bora. Misimu miwili iliyopita tulimuona Yao Kwasi ni yupi, lakini msimu uliopita Yao Kwasi alikuwa na majeruhi, lakini Yao Kwasi amepona majeruhi, anarudi kidogo kidogo. Lakini kwa mujibu wa daktari wa Young Africans anasema Yao Kwasi asicheze dakika 90, ama aanze ama akianza atoke acheze dakika 60 mwisho. Si kosa la kocha kumbadilisha Yao Kwasi. Hata kocha nikiwa mimi siwezi kumbadilisha Yao Kwasi, lakini daktari anasema kwamba Yao Kwasi asicheze dakika zote 90. Unajua sisi mashabiki hatujui ndani ya klabu kuna kitu gani. Tunaweza tukamlaumu coach, kumbe coach amepewa na daktari kwamba huyu asicheze, huyu acheze. Lakini kocha kumtoa Yao Kwasi si amri yake, ni amri ya daktari. Amemwamrisha kwamba Yao Kwasi ukitaka kumtumia acheze, na asicheze dakika zaidi ya 70. Kwa hiyo dakika 60 mtoe, dakika 62 mtoe, asifikishe dakika 90. Itakuja kipindi sasa Yao Kwasi atakuja kucheza dakika 90. Lakini hakuna mtu yoyote anayependa Yao Kwasi atoke kwa sababu ana mpira wake mmoja. Yao Kwasi unajua anapocheza mpira, anapokwenda mbele, hujui anapiga cross, hujui anapiga pass, hujui anapiga chenga. Kwanza akikimbia kama anainama, alafu akifyatuka anapiga cross ama anapiga chenga. Kwa hiyo hata mimi ningekuwa na Yao Kwasi nilitamani acheze dakika hata 120, lakini daktari sio kosa la kocha, ni kosa, wala situseme kosa, ni daktari amemwandikia kwamba huyu Yao Kwasi asimaliza dakika 90. Shukrani sana official. Asante.